uzuri wa boxing knockout ya mama ni kama sikukuu. Yes. Kwa mtu anapenda kuja na familia, mke na mume. So unajua tena umemchukua mkeo unakuja unakaa, baada utaratibu utakuwa ni VIP standard. Yaani treatment itakuwa ile nzuri. Hutapata ghasia, hutapata chochote. Ila kubwa ambayo nimelipenda ni namna gani kamisheni yetu wa ngumi imekuja na utaratibu. Hatujakurupuka kumruhusu fighter mtu apigane wakati hali yake mbaya, no. Hii tumekwenda, hizi ni level za kimataifa. Kama unakwenda kwenye level za kimataifa lazima ufuate procedure. Boxer wako unamwona mpiganaji wako hayuko fiti, weka pembeni, angalia tuweze kumtibu, twende mbele. Nimependa maamuzi hayo. Japo huenda kwa namna moja au nyingine mapokeo yakawa tofauti, lakini niwaambie tukitaka kukua tusilazimishe vitu. Angepanda angekuwa mgonjwa tungeanza kusema fighter rojo kala urojo. Kwa ni bora wameahirisha, anakuja akiwa fiti. Huyu hapa nimemwambia asiondoke. Yuko fiti, nimemwambia umekula ugali, umekula marage, umekula nini, uko vizuri, achague chakula sasa hivi. Akae ulingoni awe mzima. Sio tunataka awe na nguvu yake, asimame. Kwa hiyo mimi nimependa hii. Kiukweli kamisheni ya ngumi mimi napenda niipongeze maamuzi waliochukua, na daktari tumemsikia hapa kazungumza. Kwa hiyo kwa mashabiki wote across Dar es Salaam na viunga vyake, Tanga, najua kuna watu wa Tanga, kuna watu wametoka Morogoro, wametoka Chalize, wametoka Rufiji hapa, sehemu yote jirani. Ijumaa tunakutana kwenye sikukuu. Na uzuri Ijumaa ni holiday. Yes. Kwa kama holiday maana tunaanza kuila sikukuu Alhamisi usiku. Tunakuja kuamkia Ijumaa hapa, tunakula bata hapa, usiku tunaona mpambano wetu. Kwa utaratibu ni ule ule, na nitamuomba Vunja Bei. Mbali na kuwa na Costa kwa wanachuo, atuongezee Costa 5. Costa 5 iende Temeke, nyingine ende Kigamboni, nyingine ende ndugu zetu wa Bahari Beach huko. Ziwe na Costa kwa sababu mtu mwingine anasema bwana nitachelewa, basi linaenda 5. Wewe mwakilishi wa Vunja Bei, atuongezee basi 5 ziwe 15. Ziende katika wilaya hizi hapa. Zinatule Mburati tuswa sawa. Na wanapenda kupiga na Mburati. Zinakuja, zinawaleta na zitaturudisha. Na level city kama ilivyokuwa mwanzo, watu walitupongeza sana. Walisema level city tumeenjoy, lakini sasa hivi nataka iwe VIP treatment zaidi. Yaani wanakuja VIP, gari inakufuata, inakurudisha. Unaangalia mpambano unaondoka. Na nimwambia list ipo. Wale wasanii mnaona pale ni wakubwa, tuna wasanii wakubwa zaidi yale. Wanaongezeka wengine ambao tutaongeza nguvu ya hii, nguvu hiyo, nguvu ya hii, lakini wasanii list nimeona pale Alikiba na kaninongoneza kichwa. Kaninongoneza Alikiba akaambia Mwijaku nilivyoenda pale wewe hujajua tu. Nimetamani mchezo wa ngumi. Nikamwambia mfalme utakuja kwenye ngumi. Watakuja kwenye ngumi wanyoshe zaidi. Mimi ni kwenye muziki nishavuruga. Nimeona kwa vitasa vinarusha naweza nikarusha. Nikamwambia karibu. Onana na Mafia Boxing. Onana na kamisheni ya ngumi wa kuelekeza vigezo na masharti vya kufuata. Kwa hiyo nikwambie wasanii tutakuwa nao, na kama kutakuwa na msanii pia hata kuni challenge. Maana wengine wakiwa mikoani kwa kaenda Mwanza anaongea. Kama hata kuni challenge aje pale. Tushindane kwa mdomo, aje pale kuni challenge. Nimemwambia Kasipul, mkurugenzi kaniambia namkatia tiketi ya ndege anakuja, nataka niwe fight ya mapema sana 12 kasoro. Fight ya mapema. Raundi zangu 4 tunaomba na Kasipul. Raundi 4 tu. Kwa sababu tunachukuliana poa, kuna watu wanakaa wananichukulia poa, wanaona tumbo hilo hichi, nataka niwaonyeshe. Kwa hiyo naomba raundi zangu 4. Kwa mimi mwenyewe Ijumaa. Na pia kwa sababu mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya michezo amesema pia wenye mili mikubwa milioni mnayotumiaje? Kwenye hii jukwaa sasa muitumie. Ndio vizuri, maana ukipiga unakutana na mafuta pwako. Ukija kukutana na mafuta pwako, mimi naomba Kasipul mumkatie tiketi ya ndege mapema. Ijumaa mimi nianze kufanya mambo yangu. Ndugu zangu ni karibuni, sisi kama Vunja Bei na Mafia Boxing tunasema hii sio ya kukosa, ni sikukuu ya mapigano ya kisasi. Tunakwenda kulipa kisasi kwa hali ya juu. Mnajua ndugu yetu alitomfanya. Na akamwambia tunakwenda kukupiga kweli my brother. Tutakukunguta kweli. Thank you. I appreciate it. Tunakwenda kumpiga kweli. Hapa nimempangua kitu, tutakwenda kumpiga kipigo kibaya. Maana sasa hivi hana changamoto yote, daktari kampima kaona mzima. Na sasa hivi anakula chakula cha kwao. Maana hawezi kupata food poison. Chakula cha kwao tu kinapikwa. Kwa hiyo hawezi kupata food poison. Tunakutana Ijumaa mapema. Waluguru bondia walianza kulalamika tumbo linawauma, walianza kusikia kizunguzungu, na wengine walifikia sehemu wakaanza kupata diarrhea. Lakini ni kitu ambacho ni cha kawaida baada ya kula kile chakula. Unajua wenzetu wametoka nje, hali ya hewa ya huku wengi ilikuwa inawadhuru, chakula walichokuwa natumia maybe. Kwa hiyo tunasema ni kitu ambacho kinaitwa ni food poison. Food poison si kwa maana ya kuwa walipewa sumu kwenye chakula, hapana. Food poison inaweza kuwa ni bacteria infection au wenye personal hygiene. Inawezekana walikula wakati mikono yao hawajanawa au vipi. Maanake kila diarrhea si kama mtu anakuwa anayarisha, si ni tatizo, inakuwa ni food poison, msichukulia kama ni chakula ambacho kimetiwa sumu. Kwa hiyo wengi walianza kujisikia vibaya,
walishindwa kuingia kwenye ring, wakaanza kutapika. Kwa maana hiyo, mtu anayetapika au anayeharisha ndani ya masaa 24 zaidi ya mara 3 lazima atapungukiwa na maji. Kwa hiyo kwa wale waliharisha zaidi ya mara 3, kwa hiyo wanavyoharisha wanapungukiwa na maji, wanakosa nguvu. Kuna wengine wanafikia wakati hata kuona wakasikia kizunguzungu wanakuwa hawawezi. Kwa hiyo kwa hali waliokuwa nao, kwa hali ya mabondia wetu, tuliamua kuwapeleka hospitali na kueleza commission kuwa hawataweza kuendelea na mchezo, kuwapeleka hospitali. Tulipeleka hospitali, kufika hospitali walipatiwa matibabu wote kwa kuongezewa maji, kwa sababu wengi walipungukiwa na maji. Kiingereza wanasema dehydration. Walikiwa drip, baada ya muda mfupi walikuwa wako salama. Kwa hiyo kutokana na hali zao tulishindwa kuwarudisha ulingoni waendelee na mchezo, na siku zote hatuwezi kuweka public hali ya mgonjwa kwa sababu ni siri ya daktari na siri ya mgonjwa mwenyewe. Kwa hiyo hivyo basi, kwa sasa hivi wako vizuri, wako tayari kuendelea na pambano, na ni tatizo la muda mchache. Wenzetu mnawafahamu walikuwa ni wageni. Kwa hiyo zaidi ya hapo hakuna kingine kilichojiri. Kama mmeona Kamikiu yuko vizuri, na wengine wote baada kama masaa 2 matatu walikuwa wako sawa, na sasa hivi tuko nao wote, hali zao ziko nzuri.